Mtu mmoja anayejulikana kwa jina la Nasir Seif Salum mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Kisauni, amefariki dunia baada ya kuzama baharini maeneo ya Forodhani wilaya mjini Unguja. Tukio hilo limetokea majira saa 12:30 jioni wakati kijana huyo alipokuwa akiogelea na wenzake karibu na Tembo Hotel kuzama na kufariki dunia. Akizungumza juu ya tukio hilo, msaidizi mkuu wa operation kutoka zimamoto ASF Yusuf Khamis Abdallah amesema kitengo cha uzamiaji zimamoto Buyu kimefika eneo la tukio tarehe 21 mwezi wa 12 2025 na kufanikiwa kumpata tarehe 22 mwezi wa 12 2025 na kukabidhisha kwa jeshi la polisi kwa uchunguzi zaidi, na kuwataka vijana kuacha kuogelea eneo hilo kwani lina kima kirefu cha maji. Jana kwenye majira saa 1:32 tumepata taarifa kwamba kuna kijana amezama katika bahari ya Forodhani. Tumefika katika eneo la tukio, tukaendelea kumtafuta hadi ilipofika saa 3:50 hatukufanikiwa kumuona, na kutokana na mazingira yalikuwa usiku ikabidi tukaondoka kuelekea kwenda kujipanga vizuri kuja. Leo asubuhi mnamo majira ya saa 12:05 tumefika katika eneo la tukio na tukaanza kumtafuta mtu huyo. Mnamo majira ya saa 2:15 tukafanikiwa kuona mwili huo na kuukabidhi katika jeshi la polisi kwa taratibu nyingine za kisheria. Wito kwa wananchi, tunaomba kwamba wananchi wanapoenda katika maeneo yale waangalie, kwa sababu tumepata taarifa kwamba pana kima kirefu cha maji ambapo ukienda kwa hivyo unaona ni sahihi cha sawa, lakini pana kima kirefu cha maji. Akithibitisha kupokea mwili wa marehemu huyo, daktari kutoka kitengo cha uchunguzi hospitali ya Lumumba Daudi Jabir Daudi amesema, tumepokea mwili wa ndugu Nasir, amesadikika alizama maeneo ya Forodhani. Mwili uliweza kuokolewa na kikosi cha zimamoto na umefikishwa kwetu sisi kitengo cha mocho, na tumeweza kusanya uchunguzi na mwili tumeshaukabidhi kwa ndugu kwa sababu ya mazishi. Naye sheha wa shehia Shangani Bwana Twim Haji Simai anaelezea jinsi alivyopata taarifa ya tukio na hatua aliyochukua pamoja na kukipongeza kikosi cha zimamoto kwa kufika eneo la tukio mapema. Jana mnamo usiku tulipata taarifa ya kuzama kwa kijana katika eneo la hoteli ya mbele ya hoteli ya Hayati, na tulijaribu kutoa taarifa kwa sehemu husika, sehemu za uokozi, sehemu za uongozi wa serikali pamoja na shehia. Tulifanikiwa kufanya zoezi hilo kwa njia ya usiku mpaka tulifikia kwenye milango ya saa 2:30 usiku, tukahisi bado hatujafanikiwa, tukastopisha. Kisheria ikifikia muda huo tunakuwa tunastopisha. Tukaanza tena alfajiri ya leo, tumeanza kwenye saa 12, na ninashukuru kikosi cha uokozi wamejitahidi, wanakuja kwa muda vile mwafaka. Tumeanza nao kazi pamoja kutokea sehemu ya Hayati mpaka kuelekea sehemu ya Serena. Karibuni mara 3 wameingia majini na kutoka, lakini kwenye saa 2:15 tumefanikiwa kupata mwili wa marehemu katika mbele ya eneo la Serena, na ikiwa bado haijaharibika sana. Natoa wito natoa sana hasa kwa serikali, kwanza itoe msisitizo na itoe matangazo. Haya maeneo kidogo sio rafiki. Tumejitahidi kupiga kelele, tunajitahidi kufanya ulinzi, kushirikiana na watu wa diko na watu wa ulinzi shirikishi, lakini bado kuna vurumai kubwa sana la vijana wanaokuja, na hasa wengine wanakuja na wakiwa na wazee wao, wanawaachia tu kukoga. Kwa hivyo natoa msisitizo zaidi kwa wazee na familia, sisi waruhusu watoto wao kuja kucheza maeneo haya. Tushapoteza vijana wengi sana. Kama juzi hapa utakuta hata wiki bado tumempata mtoto ule kutoka Fuoni. Leo huyu anatoka Kisauni, sijui shehia ya Mitondoni. Yaani ni watu kutoka sehemu za mbali kidogo. Sasa wao wanaangalia sana familia, watoto wanapotoka kundi wajaribu kuwazuia. Nikiripoti Asma Mohamed.